You know, we have been living here for a week with you, but I don't know your place where you're living. See you in Yumbani ni wapi. I don't know where you're home. I say I'm talking to you. Unaongea na simu? Simu. I'm not talking to your phone. Naongea na wewe. Where is your home? Na mimi. Okay. Tell me, my friend. Yeah. Where is your home? Me bwana, ndugu yangu. Mimi kama nilivyokuambia, nilikuwa Msangatole huko Paris. You in Paris? Yes. Chineke. That means you're rich from Paris. Yes. Which place in Paris? Msangatole. Umeona sasa? Me bwana nilikuwa huko ndo nyumbani. Okay. Umeona? I understand you. Nilikuwa naishi mimi na mke wangu mwenyewe. Umeona? Anaitwa Bi Kanda. Umeona? Sasa tulivyokaa tunaishi sasa pale. Si unajua mambo ya shamba? I'm farmers. You're farmers. I'm farmers. You're a farmer. I'm farmers. Kulima yale. Sasa tulivyofika kule sasa. Kipindi analima. Imetokea ajali. Umeona yani ajali accident happen. Umeona? Yes. Wakati analima pale mke wangu. Kwa hiyo likaja dude moja hivi. Round about. Yeah. Hivi bonge la mduda hivi. Yeah. Alafu mapele. Linaitwa fenesi. Yeah. Tell me fenesi. Kwa hiyo sasa likaja ndo likambwenga hapa. Kumbwenga ndo kurupu hadi chini pale. Umeona? Yes. Ndio sisi tena pale kumkamata kumpeleka hospitali. Umesikia mama? I understand you for that. Basi walivyofika kule kweli anaonekana manundu yale. Hajapasuka manundu. Kwa hivyo kwa anamfanyia operation humu ndo akawa anamtoa visoda. Umeona sasa? Wamemtoa visoda na tunda za ubuyu. Pale ndo akafa na yeye sasa. Kwa hiyo mimi nimekuwa yatima wa mapenzi. I'm yatima. I'm single boy. Don't say you're single boy. Say you're single father. Yeah? Don't you see that you're old? Huh? Yeah, single father. Okay. Yeah. Ndio hivyo bwana. Mungu ametoa na Mungu kamsepesha. And okay, apart from that, where your family? I mean, you don't have a relative ndugu. There's no ndugu for you. Ndugu yako. Ndugu. Hapa wapi sasa? Yeah, the place we are living here in town, I don't know yani umjue ndugu yangu mmoja. Yes, ndugu yako. Yani ajue kama nakaa na wewe. Yes. Nakaa na mimi in this place. Nilijua tu utaniuliza maana mtu si unakaa na mtu umjue ametokea wapi. Sema ndio nchi yetu ya amani. Unaweza ukaishi na chizi na usitoe ripoti. Sasa bwana mimi ni kama nilivyokuambia. Mimi huko sina ndugu. Umeona? Mimi nilivyotoka huko nimefikia Kariakoo kama machungwa pale. Umeona sasa? Kwa hiyo nilivyotoka pale ndio hivyo Mungu tena si Juma Mbonde, Mungu sio mimi mwenyewe ndio wakatukutanisha na wewe. Kwa hiyo babangu wewe na amani tu kuishi na mimi. Usinipeleke kwa mjumbe kunitambulisha. Wewe tuishi maivea. Okay, listen me, Papa. That means you say that you don't have any relative in this place. No relative, you're living with me. Do you see that it's a very hard situation to my side? Okay, don't worry about that. You'll be living here. But when you are living in my compound, make sure to follow my procedure. Do you hear me? Sawa baba. Kwa hiyo wewe na amani na mimi. Nashukuru kwanza kwa kunipokea babangu. Don't worry. Uwe na moyo huo wa Kibahmed tu Kibahmed. Jamani nisamee. Amkoke. Uwe na moyo huo babangu. Kwa sababu mimi mwenyewe ndio hivyo. Mimi nikifa kama ninavyokuambia. Mimi nikifa usipate tabu kule. Serikali kuna sehemu pale, kuna makaburi pale ya serikali hapa. Umeona? Ukiambia tu serikali na sitaki sijui nizikiwa huku kwenu huku sijui wapi huku Kiwalani hapana. Yaani mimi nikifa babangu jitahidi sana nikazikiwe nani pale wapi bwana nani wapi pale bwana Kisutu mjini. You know that place Kisutu? Kisutu. You know it very well.
You know Kisutu? Okay. Walipozikwa kina Kanumba, mimi hapa na mimi hapa. Na mimi kwenye makaburi ya mastaa ukiwa na mwenye si unakuwa star. Sitaki kuzukiwa huko kwenye miembe huko. Unakutana na ngedele, lakini kule kwanza ukilala unasikia milindimo ya oni, unasikia milindimo ya gari, mara mwendo kasi imepita. Umeona Kanumba huyu mimi hapa. Ukicheki kule yuko Dida. Wote watu maarufu. Wewe usisikie bwana, nikazikiwe huko bwana. Hata watu wakiwa wanaruka debe club mimi nasikia pale. Kwa nina uwezo hata kutoka nikatulia juu pale, nikawa naangalia wachumba tu afu natingisha mguu hivi kama nakanyaga kidude cha bendi kile. Wewe acha bwana. Yes. Listen Papa, me I'm leaving. I'm going to see something there. Okay. Please make sure to clean the compound. Okay. Kusafisha. But make sure don't steal some things inside my house. Uishi vizuri, continue living like this. Sawa? Sawa si sawa? Sawa baba. Okay, sawa. Na mimi nashukuru kwa kunipokea na kushukuru sana babangu. Okay. Umenilea kama mimi baba yako. Yeah. Umeona, nashukuru sana. Hadi pamba umenibadilisha. You're looking good now, see. I give you a jacket. Now you're dressing good. Looking good. Jacket. So, I'm going to see something. I will see you later. Okay. I'm leaving this place. Huh? Make sure to clean the compound. Do you hear me? I'm sitting. Do you hear me? Okay. I say clean the compounds. I'm leaving. I'll be back later. If you don't go clean this compound, you leave my house. I said I finish. I'm done. Clean the compound. Okay, premium. I'm coming in Akuya. Okay, yes, the beautiful, my dear. I see you later. Sawa baba, sasa samani. Usikose kuniletea ile lamba ile. Don't worry, I'll buy for you. Na mimi nijifunze. Asa dada, mimi nimekuita. Kuita hapa tuongee kama ndugu. Sawa? Kwa sababu ni mwezi mzima sasa hivi toka uje hapo. Na sielewi mwisho wake ni lini. Kwa sababu inaonekana yule jamaa mimi nimeongea naye lakini hataki kabisa kuelewa. Kutokana na msimamo wake jinsi alivyo na maisha anayopitia kwa sasa na changamoto zake. Kwa nataka tujadili tunafanyaje sasa hilo swala. Kaka, mimi nimekuelewa. Tena nimekuelewa vizuri sana. Najua hali ya maisha ni ngumu sana kwa sasa. Na haya unayoyapitia imekuwa mimi ni mzigo kwako. Lakini naomba univumilie. Najua unapata wakati mgumu sana kunilea. Lakini swala la kurudi kwa yule mwanaume haliwezekani. Angalia, ile ni tatizo dogo tu la hapa. Ameweza kunifukuza. Vipi tatizo likiwa kubwa? Inakuwaje kaka? Naomba ulifikirie hilo. Mimi siwezi kurudi kwa yule mwanaume. Hata akija kuniomba kwa mabilioni ya pesa siwezi kurudi. Ila kikubwa ndugu yangu, ninachokuomba univumilie. Muda si mrefu nitapata kazi, nitakusaidia kimaisha. Naomba univumilie. Hebu angalia, kosa ni dogo tu ambalo ni la baba yake. Amenifukuza. Vipi ikiwa kosa langu mimi? Si ataniua kabisa? Ndugu yangu, naomba unielewe. Mimi na wewe tuko wawili tu. Tumeachwa na wazazi wetu. Naomba pambanie maisha yangu. Kumbuka wazazi kabla hawajafariki walisema tusitengane. Tushikamane mimi na wewe. Na wewe unataka kunirudisha kwa yule mwanaume. Lakini wewe utabaki na nani? Utaishi vipi? Hebu jifikirie, unaweza kuishi bila mimi? Ama mimi nitaweza kuishi bila wewe? Najua nimekuwa mzigo mkubwa sana kwako. Najua nimekupa jukumu kubwa sana la kunilea. Lakini jifikirie, nitaenda wapi? Kama unashindwa kunivumilia leo kwa hili dogo, vipi nikipata maradhi? Vipi nikiumwa ama nikapooza? Utaweza kunivumilia? Kama unashindwa kunivumilia kwa hili tatizo dogo tu, mdogo wangu, nisaidie. Sawa unachokiongea dadangu. Mimi mwenyewe nimekuelewa. Lakini sasa dada, dunia yenyewe sasa hivi kama unavyoijua. Mimi ni kaka yako. Tunaishi hapo watu wawili tu, wewe na mimi. Afu mimi ni mwanaume, wewe ni mwanamke. Hivi unafikiri jamii itatuchukuliaje? Ndio maana mimi napambania kwa inawezekana huyo jamaa akarudisha moyo wake kutokana na mazingira ambayo anayapitia magumu. Umenielewa?
Hapana. 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 Inaonyesha wazi unitaki humu ndani. Sawa. Kama hunitaki, basi nitachukua maamuzi magumu. Maamuzi gani sasa unataka kufanya? Ndio maana nimekuita tuongee. Sasa unataka ufanye maamuzi gani? Naondoka. Unaelekea wapi? Naondoka. Sasa unaondokaje sasa? Inaonekana fika unitaki. Upendi kuishi na mimi. Kama unaona ulichokifanya ni sahihi, basi endelea kuishi peke yako. Mimi nitaenda kuishi popote pale nitakapopajua. Na imani Mwenyezi Mungu atanisaidia kwa kila hatua ninayoipiga. Mume amenikataa. Na wewe ndugu yangu unanikataa. Lakini na imani hii dunia itanikubali. Hii ardhi itanikubali. Sina ndugu, sina mume, sina chochote. Mimi sijakukataa dada, ndio maana nimekuita hapa tuongee. Sasa unavyosema unaondoka, nimekukataaje sasa hapa? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Hauna mazungumzo ya busara, bali una mazungumzo ya kukera nafsi yangu. Endelea kuishi, lakini mimi naondoka. Dada. Sema mwanangu nikwambie kitu. Yule dogo joka atamiarusho ujue. Alafu mwanangu unaongea serious mwanangu. Yule dogo mwanangu, yule dogo miarusho. Alafu yule dada yake mwanangu kumuona ruka naye. Kwa sababu gani? Nimepita pale mtaani, yule dada yake kakuulizia, "Mshikaji yuko wapi?" Nikamuelekeza mwanangu yule mshikaji yupo maskani. Unaona kaniambia baadaye ukipita utamshtua. Nikamwambia basi haina noma. Unaona? Hapo singesema swala dogo mwanangu, mimi hata nisingekumbuka yani. Sema ndio hiyo mwanangu, sema inabidi hapo hivi litoe chapu mwanangu. Mwanangu mbona unalimwaga hivyo? Acha kwa kumwaga yule dogo sinichi. Alafu ile dada yake yenyewe mimi sina mpango nayo kwa sababu gani unajua? Sababu ile demu ana bwana kibao. Meja nami nimekaa pale maskani pale, home pale. Naona kama mara kapita na jamaa huyu. Mara kapita na jamaa huyu afu sio leo watu wenyewe na miawisho tu. Mwanangu hapo kama umeongea kitu fulani hivi nimeanza kukuelewa mwanangu. Alafu unapoongea hivi mwanangu unajua yuko serious. Yule mchumba yule amemkuta siku moja kwenye kona pale hivi kabananishwa. Yaani ulivyoongea ile neno lile limeniingia akilini. Sema nini? Sema ndio hivyo naruka nao mwanangu. Sasa tafanyeje ndio maisha haya yenyewe hao. Na wewe ni unafanyaje? Na wewe unafanya hivyo ndio. It's like I'm a twin of brother. Kwani mimi nimeombea na wewe atakukuta. You enjoying this Let's bend bwana. Maana tunakuwa tunainama hivi kama tunacheza chura wote. It's like I'm your brother, we are twins. Toka. Enjoying me. Oi. Vipi wanangu? Baridi. Oya msuka. Let's go. Oya. Papa, let's go now. Let's go nini? You see people that speak smoking, the police will catch you. If you go there, the police will catch you. Twende tukapige pale kidogo au nisubiri? I'm wait. Papa, listen me. Papa, please don't go. I said, Papa, please don't go. Don't go, Papa. The police will catch you. You be in lock up. I'm not gonna pay you. I'm not gonna come and bail you out. Do you hear me? I'm not gonna come and bail you out. Oh, hey! If you not gonna hear me, you go see. I'm not gonna bail you. Idiot. Nakuja. Papa, let's go. Wapi sasa? See, we go. I told you we going home now. Now you go do what? Wewe bwana unanisema sema kama umenioa bwana. Let's go, Papa, now. Don't be serious. Wewe endelea kuhubiri hapo hapo. Papa, listen me. If you go there, don't call me. If the police catch you, please don't even call me. I no go come. I no go participate anything. Use your brain. Hear me very well. If you no go hear me, Papa. Laugh at me, Papa. Okay, go. Don't call me. Go. I dare you call me. Go magogoni. I dare you call me. Come and bring me a food. I no go bring a food. Go. Me I no go join you people. Papa, if they catch you, please don't call me. Don't mention me. Hey. Sasa wewe ongea hapo kama baba askofu. Vipi mzee? Nigeria. Yule. Namuona pale kama vile anahubiri. Mambo yapo. Yule baba. Baba yake mdogo Davido. Ile jimbo sikuelewa. Binti kagonga yule pale yule. Mambo yapo hapa. Yaani mwamba ile sio kaskazini. Huyu mwamba wa Nigeria. Lagos, sema Lagos. Lagos. She's my sister Kanumba Nigeria ndio yule. Sasa baba. Alosto.
mzee vitu vyako lakini hivi. Ndio vitu vyangu hivyo bwana wewe. Mimi bange nishinda, mimi ni sale na ndio mdengo mimi na pole. Sasa unapiga maana na sisi hapa tutenge ndembo. Jamani kiuno jamani. Mzee jishikilie basi. Sasa mbona unanikalia mimi vitu hapo? Jamani kiuno jamani kinasumbua jamani. Kwa mzee uko fresh. Medua mwanangu. Ulianzisha. Au sio baba? Hela unayo lakini. Hela nini? Hata utavuta bure hii. Kuvuta na hela. Wewe mwanangu uchange mwanangu, hapo sisi nimekustiri ujue, hapo jiheshimu. Na wewe usiongee kama Habiba basi. Jistiri. Nisamee bwana. Afu mwanangu mchikaji wako anajua wewe mzee wako mwanangu mimi nitamchafua ujue. Alianzisha mzee. Unichafue si nitajifua. Wewe mzee lo bangi umelipania nini? Tulia. Wewe tuliza kisoda. Toa hapo sisi wote si wana. Huo. Umeme umerudi huo. Afu mzee anapiga pafu kubwa bwana. Wewe mzee vuta taratibu basi. Mzee mbona sisi sasa vipi? Hebu tembeza bwana. Cha wapi hicho? Arusha. Ya Arusha. Arusha Meru Arusha. Ndio maana nimesikia nani kama harufu ya dogo janja. Alafu kwa mbali nakuja sauti ya weusi. Umesikia sasa? Mimi bwana ile uliposikia Selemani we Sele nimeambiwa mimi nilikuwa nakula bange mimi mpaka naoga yani mpaka naoga. Na hata ilikuwa birthday ya nani ule mimi ndo nilikuwa MC ya Bomali. Mimi ndo nilimbatiza pale nilikuwa kama pastor hivi ndo nambatiza pale nachukua manania ya mabange na yasokota na kwa namuogesha. Yaani nakuwa kama fusho. Ndio maana Bomali ule pale ule. Hadi mpaka sasa hivi anaipenda bange Bomali. Mzee acha miawisho bwana. Mzee alichukulia. Bomali namjua. Namjua. Nisimjue mimi Bomali. We all are facing problems, but we can't mention our problems in public. Listen me. Write your number. Take your number. Bomali sana kapo nani hapo kigogo fresh. Mzee anza kudata huyo. Analeta uchizi. Anasema ile bogu. Kwa 2000 tu tayari. Anasema ile bogu male yule mwana yule ambaye alikuwa anakiwasha sana pale ndio anaanza anamsema. Sasa usemei bogu male huyo mzee. Si unasemea Rasta man mwenyewe, rais wa malasta, rais wa masela. Unatuleteaje huyo mshikaji yule kwa jao tu wewe? Alikuwa na lolote ile kagongwa na wauni. Sasa mzee mzima. Mzee. Paji lako da. Umesema? Jina nani unaitwa nani? Naitwa Fatuma Saidi. Wewe ndo Fatuma? Fatuma Saidi. One like you. Never cry. Huh? Don't cry, come on, don't cry. Relax. You'll buy something. You buy something, okay? Call me. Relax. Beautiful girl like you never cry like this. I have mercy, huh? Be cool. I'll call you. I will solve this. I'll call you. Everything will be good. Don't worry, okay? Beautiful. Mzee po serious? Sikia mwanangu mzee wa tayari ushamwakicha. Tunafanyaje sasa kikimbia na hela mwanangu? Hela mimi sina kwa peni hela yenu. Usitembeza mzee, mbona utembezi vipi wewe? Mbona mzee kama vile anifokea mzee? Unaweka mate kama unaogelea bwana. Wenzako bage na si kwa hivi. Wenyewe wanaita cha ukuta. Mzee basi usikadilie basi ujue bangi letu ujue. Mzee hilo bangi letu ujue. Acha kutukadilia mzee ujue. Mzee unatuchukulia unatuweza eti. Mzee unaona tuchukulia unatuweza unatuchukulia poa sana. Sasa wewe mwanangu wewe mzee endelea. Tunakutia mikwaju sasa hivi mpaka utakubali. Kwanza mzee naendaga makaburini kutembea. Kausha kwanza mzee.
Jina kwanza, jina. Tujuane. Jina sijakutajia jina. Jina nani jina? Kwa jina naitwa wenyewe wanasemaga, kuna nyimbo wanasema jeleze mama, mimi hapa ni Bosha, naitwa funga. Kuna msanii alisema alifunga mageti. Kwa hiyo mimi yule Bilinasi nilikuwa namfungia mageti, kwa hiyo ndo alikuwa ananiita funga. Ndo maana akanifungia song funga mageti. Sema jina gani mzee hayo? Iko jina kama unaitwa Sweke. Yaani jina fulani hivi la kishikaji. Wewe unaitwaje Bosha babu? Usweke, watakusweka kweli. Wanakuja kuja. Sasa naona hapa kama kiuno hakina ushirikiano na ubongo. Kwanza hela mzee, kwanza hela. Hela nini wewe konda? Sasa utavuta bure hii? Nimesahau, I'm forget for me. Oh shit my god, come on. Hai, nakuja sasa hivi ni wewe nkalimwage kojo. Watu kojo. Ngoja nkalimwage kojo bwana. Angalia sasa ukoje ovyo kamatwa. Baba yangu. Mbona viatu sioni hapa? Hata vya ushoga yangu si hapo na ile. Kumbe vipo. Kweli bange so sigara. Mwanangu sigara. Hata mwanangu anakufanya makuja. Sasa mwanangu anachoma na moto. Oya wanangu. Nakuja. Mwache huyo, alafu huyo anatarantalila sana. Huyo akimwona mondi ya mwache, yani anaswaga za tuchu. Huyo anaswaga za tuchu huyo. Huyo mzee wa achili kwa nguo. Mimi nakwambia. Sina kueleza mwanangu, sababu mwache kazi. Unajua dadangu ulivyoondoka hapo, nimekaa nimewaza, nimefikiria sana dadangu. Wewe ni dadangu wa pekee, tumebaki wawili tu, wazazi wetu wamefariki. Ndipo nikagundua nikasema kweli ngoja nimtafute dadangu. Unajua dadangu, nimekutafuta sana huko, nimezunguka sana bila mafanikio. Nikaona ngoja nirudi nyumbani. Nashukuru Mungu dadangu, umerudi na wewe hapo nyumbani. Naomba nisamehe dadangu. Naomba tuishi kama zamani. Naomba nisamehe dadangu. Ni kweli umenisamehe? Nimekusamehe dadangu. Umekubali kuishi na mimi, kunilea pasipokuwa na kazi? Hilo usijali dadangu. Nilikuwa ni hasira tu. Si umenielewa dadangu? Usijali dadangu, sawa? Ninakusamehe. Tutaishi hapo kama zamani. Kaka, najua nilikupa mzigo mkubwa sana. Najua niliuvunja moyo wako. Na ndio maana niliamua kuondoka ili upate kuishi kwa amani. Usijali dadangu. Karibu hapo nyumbani. Tutaishi kama zamani. Si umenielewa dadangu? Sawa dadangu? Usilie dadangu. Kwa sababu unavolia utanifanya na mimi nilie. Na uliaji wangu mimi unaujua dadangu. Nitamkumbuka baba, nitamkumbuka mama, nitamkumbuka bibi. Itakuwa changamoto tena hapo. Tagaragara hapo chini kama mtoto mchanga. Kwa hiyo dadangu usilie. Hapo umefika. Kama ulivyosema utatafuta kazi, utapambana, tutasaidiana. Sawa dadangu? Kwa hiyo ngoja dadangu niende hivyo kwanza mara moja, nikamcheki kwanza jamaa yangu pale. Siwajua hali yangu mwenyewe. Angalau chochote kitu aniazime, nirudi hapo ili tufanye mazingira. Sawa dadangu? Niambie dadangu. Mdogo wangu. Mimi ni mtu mzima na nimejitambua. Sawa. Sio kama niliondoka hapa na kuchukia, lakini niliondoka hapa ili niende kutafuta. Hasira zangu zilikuwa juu yako,
na hasira zilikuwa juu ya kipato. Nikaona nikiendelea kukaa hapa, tutakaposhinda na njaa nitazidi kukuumiza na nitaumia mimi pia. Nilikuahidi nitatafuta pesa, na ndio maana nimeenda kwa ajili ya kutafuta. Mungu amenisaidia, nikipata chochote nimeona nirudi hapa ili niweze kukusaidia kwa leo. Sio mwisho, tutaendelea kupambana na tutapata, tutafanikiwa. Hatutaishi katika upweke huu, hatutakuwa na njaa tena. Niamini mimi, mdogo wangu, nimekuja na hichi kidogo, kitatusaidia kwa siku ya leo. Nini ya dadangu? Dada. Siamini ujue. Sielewelewe jogi 2000, maana umetoka ulikuwa na hasira hapo. Usalama upo, asije kaja baba hapo tukajikuta watu wawili huko ndani, mtu na dada yake. Maana nakipokea na kisherekea tu, mwisho wa siku hapo aza kaja baba alikajikuta na mimi nimo. Maana umetoka na hasira hapo, usije kaenda kuchukua maamuzi huko. 2000 hiki dadangu, hiki kwa maisha yangu mimi ninavyojua milioni 2 hiyo. Asa dadangu, sikia nikwambie kitu. Yesu, unajua nguvu ya 2000. Hapa nafanya kitu kimoja. Yaani leo mo ndani, yaani mimi ndo nitakuwa ndo dada, wewe ndo kaka. Si umeelewa? Nenda kuchukua mchele nusu. Sawa? Kwa 1000. Inabaki 1000. Si unajua pale vidagaa pale kwa yule mama nani pale? Nenda kuchukua vidagaa vya jelo, vinyenyenyenye kidogo na vimafuta. Baada ya hapo nitakuja kukutolea kitu hiki cha mchele. Mwenyewe utaenjoy dadangu. Sawa dadangu? Nashindwa kuzuia furaha yangu. Usijali dadangu. Nashindwa kabisa. Basi dadangu tena, usilie tena. Sawa? Jamaa za dadangu, sawa? Sasa hapo wewe nikachukue. Wewe kalete kila kitu. Basi sijali dadangu. Nimejitunza utotoni, si nikajikuta naharibikiwa huko ukubwani. Na mimi nikaanza tena hapo na jibaba nikajikuta na mimi na bebika tena. Jamani, dada upande wa kushoto, mimi upande wa kulia tena. Haya, ndugu yangu, nenda kalete. Au sio? Sasa hapa nikuombe kitu kimoja tu. Wewe koleza mkaa tu. Si ulibaki kidogo? Weka mkaa hata sio mwingi sana, chukua hata na majani nini ongeza, mimi nitajua jinsi ya kupikia. Sawa dadangu? Haya dada. Bwana mama. Ona huyu sasa mwenzake anavompalamia. Kuna watu wamejaliwa jamani. Huyu kama mkuu wa mtoto. Wengine wako kama punda jamani. Kumbe watu wengine walemavu, sema viungo vyao vionekane. Kamshikilia kweli yani. Kama anapeleka zege gorofani. Alo, kama hii kampuni ipo hapa Tanzania, haki ya Mungu, sitaki hata 100 yao, yani sitaki hata $1. Wanifanyishe kama hivi, yani wasinipe hata 100. Mimi nacheza kama hivi. Unachagua demu unamtaka mwenyewe. Hata fomu ikiwa $200. Mimi nanunua hapo, naambia msinilipe hata $1. Jamani. Jamani, style nyingine si za mbwa hizi, lakini wanazifanya. Huyo mlemavu nani sasa?